Bonga TV siku zote. Go by the name Firstborn Mkenya representing to the world. Bonga TV siku zote. Tuko hapa na Mhesh mrembo. Karibu sana kwenye show. Asante sana. Yes. Firstborn. Tuna roll na nani hapa leo? Una roll na Lauren Gathoni Muthoi. Yes. MCA aspirant pale Kiamaiko Ward. Tumeona una dance pale hivyo burukanga nini, una vibe youth. Ukiwa kama MCA, huoni kama wanahitaji wazee pale kabla tujaenda sana? Hapana, sasa sisi kama mayouth, wewe acha. Hii ni time yetu, bro. This is our time, mama. Nakubali. Kubali sana. Yes, this is our time. Na mimi venye unaniona miaka zangu pia zijasonga sana. Ama Gen Z. Sure. Yes. So pia juu pia hii ni initiative tumeka mkusupport wasichana wetu wa young. Hatufai pia kukuwa so official, tunafaa kuwafanya wako comfortable na sisi. Yeah, so that is why ulikuwa unaona nikiengage nao, kwa sababu pia sisi kama wageto tuna embracing talent zetu huku sana, na most of them zinakuanga vitu kama ball, dancing. Na mimi personally huko kwetu Kiamaiko pia mimi nilikuwa dancer, nimedance kibende, nimedance kwa makru, na naweza taka sana tu support pia hawa madansa wetu wenye wako huku ma creatives. Okay. Yes. Tumeona umevibe pale, na kabla tujaingia politics pia sana, tumeona umevibe pale na Smarter Drive wamelaunch hiyo pads zao. Una feel challenge ni gani mpaka leo unaweza kama kwa initiative kama hizi kama madem na challenge ama kuna gap gani? Challenge yetu sana ni kwanza kutry kusaidia hawa watu wadogo wakwe kwanza wanajua that period si ugonjwa. Okay. Na si kitu ya kuogopa, ni kitu wanafaa wakwe proud of, na ni kitu yenye inatu complete sisi kama women. So mimi personally nikiwa on my periods najua mimi ni mwanamke kamili. Yeah, so lazima ningesupport rafiki yangu ameni-invite hapa to celebrate Girlfriends Day, tukicelebrate wasichana wetu, tuwafundisha more about period health na pia period hygiene, na nimefurahi sana kuwa part of that. Okay. Na asante sana kwake. Smarter, mmejua na how long saa hii? Kwa mfano vibe imekuaje? Has she been a good friend ama ni ule best ever? Tunatokea tu wakati tunajuana. Hapana, amekuwa rafiki yangu sana. Ndiye tumegrow na yeye, pia yeye ni dancer kama mimi. Tulipatana na yeye kwa hizo 2 1 2 3 za dancing, na sasa nashukuru sana venye tumegrow. Yeye alitake up kama career, na naona ameweza kumenta wasichana wengi sana, watu wengi sana, na niko so proud of her. Yeah, so ni mdem tumejuana na yeye for quite some time. Ukiniona hapa, wewe jua niko hapa juu yake. Yes. So far tuingie sasa kwa ngoma. Kiamaiko Ward. Mwenye ako pale Kiamaiko sasa si Gen Z. Kweli? Na pale majenzi washajitokeza kina DJ Kata, tunaona pale kwa mstari wa mbele wanasema hii kitu ni yetu. Una feel nini different? Unakam nayo Kiamaiko yenye ijai happen pale. Haya, kwanza unaona hivi venye mimi niko. Yes. Mimi ni Different. Mimi ni msichana. Mhesh. Mimi ni msichana. Mhesh mrembo. Sasa kwa hiyo yote mimi ni msichana. Okay. That is the first difference. Hakuja white tokea Kiamaiko. Yes. Msichana myang mwenye ana feel ako empowered, na sisemi mwenye yako ni mbaya, lakini pia mimi na feel kilo zangu si za mwili, but niko na CV yenye imetosha kukua pale. Okay. Na na feel pia nitaweza sana kusupport wa mama wenzangu na pia wasichana na pia kila mtu kwa jumla. Yes. Unajua mama, mimi kama mama na feel mimi nitakuwa so comfortable, ama nyinyi ama men ama watoto nani watakuwa so comfortable kukuja kwangu juu wewe unaendanga kulilia madhako sana, unaogopanga mzae, si ndio? Hata nikiwa na mashida na textingiwa na watu. Exactly. Yeah. So mimi nakamuko kama solution yao, nataka wa feel mimi ni mama yao, nakuja kama mama yao, si mhesho peke yake, na feel nakuja kama mama yao, na nataka wa feel hiyo motherly love kwa maendeleo yetu, kwa usafi pale Kiamaiko, maendeleo na pia security yetu. Yes. So far Mhesh, umesema unasimama Kiamaiko na change, umesema kwanza ni wewe kama mwanamke, kama msichana, na tumeona wasichana wenzako kina Jenzibadi, kina Wanjera wanatangaza msimamo, wanasema sisi ndo Sifuna. Wenye wanasema sao ni one time, wengine ni two time. Uko pande gani ya ngoma? Mimi niko so proud kusema mimi niko kwa chama ya DCP. Okay. Sifichangi mimi nilishachagua chama na nikasema hiyo ndio chama yangu. Okay. Hata tukue wengi aje,
najua mimi ni different na niko sure watu wangu watanivutia na hiyo. So mimi niko DCP. Yes, So wewe ni wa Rigathi? Mimi ni wa Rigathi. Ongelea Rigathi, hata watu wanasema kona a lot of mambo mob politics ya Mount Kenya. Una feel aje about that kidogo? Kitu ya kwanza mimi naweza sema mzai ni mzai wetu sisi wote na anatutetea sisi wote. Ni watu tu waache kuona akiongelea mountain ni juu ametoka huko na unaona anataka kutuprotect sisi kama tribe yetu tukamjuu. Lakini mimi naweza sema mtu kama DJ Carter pia yeye si yako huko kwa DCP na si msapere ati watu waanze kusema mzai ni mkabila mzai si mkabila siku yoyote. Ameaccept huko kuna Uria, kuna Hussein Abdulaziz Hussein Wakot ni Muria. Huko bado Kiamaiko tuko na Adan Hussein bado pia yeye ni Muria. Yaani hiyo chama yetu mimi na feel imeaccommodate kila mtu na feel ni unfair sana au kusema ati mzai ni mkabila. That is a lie. Tukimaliza kwa watu wenye wanasema mambo ni two term, waambie kitu. Unajua pia kila mtu anajua mahali kiatu yake imemfinyia. Na ukiona hata wakisema hivyo labda wanajua advantages zenye zao zimefanyika 1 2 3. Lakini mimi ningependa kwanza niseme nisiseme? Sema kabisa. Mzee Ruto ametulia maboys wengi wetu sana. Unaona? Na pia huku Mathare ni vijana wetu wangapi wana miss hii sofa. Nikianza na kwetu tuko na Abdulaziz, Mulu, Zizo is still missing. Hatujui bado mahali yako. Unaona? Huku mlango kuna Kiarie. Bado hatujaijua Kiarie alienda wapi. Unaona? Kuna Ulo na kuna mwingine mmoja mwenye sijajua jina yake kabisa. Unaona? Au ni sons wetu hapa kwetu Mathare. Unaona? Na ukisikia story mara walishikwa na polisi 1 2 3, hiyo yani ni government. Na mimi na believe yeye ndo ana commands pale kwa government. So kama si yeye already vijana wetu tungekuwa tulishawapata. Unaona? So mimi naweza sema kitu ya kwanza mahali mbona mimi sitaki kumsupport ni kwa sababu ya hiyo. Vijana wetu tumelose maboys wengi sana. So mi simsupport kwanza juu ya hiyo. Alafu pia abductions. Alafu pia economy yetu man ni tricky sana. Mimi kama mtu wa payroll nateseka sana. Nalipa tax kweli. So mimi simsupport. Mimi ni wa one time. Tukimalizia tuambie asubuhi na mapema tarehe ya mwezi wa 8 wakifika, jina ni gani, social media wakutafute wapi ndio muengage mapema, kama namba unapeana ama kupate kwa mtandao, tuambie ofisi ni gani? Kabisa. So jina langu official name yangu ni Lauren Gathoni Muthoi. Na mimi ni pale Kiamaiko Ward ukikama utanipata. Na pia kwa social media sana TikTok niko active sana. Naitwa Honorable Lauren Gathoni Muthoi. Feel free to follow me. Bonga TV siku zote.